Star, lakini pia MVP wa ligi kuu Simboranga. Kwa jinsi ambavyo Hapo sawa. Kwa jinsi ambavyo performance ama kiwango ambacho amekionyesha kwa upande wa Pacom kwa msimu huu, unaona kuna kitu ambacho kimeongezeka na kimekuwa bora, na ukitaja wachezaji ambao na kiwango bora kwa sasa kwa upande wa Yanga, obviously utaanza na Pacom Zouzoua. Licha kwamba kuna wengine wanafanya vizuri, kwa mfano Dube amefunga, ametoa pasi nyingi za magoli, lakini Clement Mzize amefunga, ametoa pasi nyingi za magoli, lakini unaona jinsi ambavyo kwa upande wa Pacom anaathiri mchezo moja kwa moja iwe katika mechi husika, na ndio maana amekuwa bora ukilinganisha na wachezaji wengine. Na ndio maana ukiangalia msimu ni kama msimu ambao amewaka, yani ukilinganisha kwa mfano msimu uliopita Pacom mpaka anamaliza msimu wote wa ligi alichangia magoli 11 tu akiwa na Yanga. Msimu uliopita alifunga magoli 7 na assist 4 katika msimu ambao ndio ulikuwa msimu wake wa kwanza akiwa na kikosi cha Yanga. Na ni msimu ambao tulishuhudia mambo mengi yakifanywa na kina Stefan Ziki akiwa ndo MVP wa ligi hii, akifunga magoli ya kutosha, magoli 21, akitoa pasi 8 za magoli. Maana yake alihusika katika magoli 29 kwa upande wa Yanga, na Yanga walikuwa mabingwa katika msimu ambao walikusanya alama za kutosha, alama 82 katika msimu uliopita. Walikuwa na kiwango bora akimfunga mtani nje ndani, maana yake na hata mechi moja akafunga magoli 5. Kwa hiyo Pacom alikuwa bora, lakini safari amekuwa bora zaidi. Safari ukiangalia mpaka sasa Pacom Zouzoua yeye ndio mchezaji ambaye amechukua tuzo za kila mwezi zile nyota wa mchezo ndani ya kikosi cha Yanga mara nyingi kushinda mchezaji yote. Ni mpaka sasa bado enda katika raundi ya 26 mechi 25, yeye amechukua tuzo nyingi za nyota wa mchezo katika mechi moja moja. Amechukua tuzo zile 6 mpaka sasa. Yani kuanzia raundi ya kwanza mpaka sasa hivi tutakwenda, yeye amechukua nyota wa mchezo mara 6. Maana yake ni mara nyingi kushinda mchezaji mwingine yoyote ndani ya klabu ya Yanga. Na tuzo ya kwanza ya nyota wa mchezo alichukua katika mchezo wa raundi ya 3, Yanga ikicheza na JKT Tanzania. Yanga walishinda magoli 2-0. Tunakumbuka ni mechi ambayo kipa wa JKT Dennis Richard alipewa kadi nyekundu kama nakumbuka, na mechi katika uwanja ule wa pale Azam Complex, na Yanga wakashinda goli 2-0. Na ni mechi ambayo Chama alifunga goli katika mechi ile, na Pacom ndo akawa nyota wa mchezo katika mchezo ule ambao Yanga walishinda goli 2-0 au magoli 2-0. Lakini tuzo ya pili kati hizo 6 alichukua katika raundi ya 5 ya ligi kuu ya NBC. Ilikuwa ni mechi kati ya Singida Black Stars na Yanga. Hii mechi ni ya raundi ya kwanza, mechi ambayo ilichezwa katika uwanja wa New Amani Complex. Mechi ilikuwa ngumu sana katika mechi ile ambayo tukashuhudia bao pekee la Pacom likaenda kuamua mechi ile yote. Ni mechi ambayo watu wengi walisifia kwa ubora jinsi ambavyo Singida ilivyocheza. Enzi hizo Singida ilikuwa chini ya kocha Patrick Ausems na msaidizi wake Dennis Kitambi, na ni mechi ambayo mwenyewe Pacom kwa uwezo wake kaenda kaiamua, na mara baada ya mechi akawa ndo nyota wa mchezo. Kwa hiyo ni tuzo yake ya pili kati hizo 6. Tuzo ya 3 alichukua katika raundi ya 12 katika ligi kuu ya NBC. Ilikuwa ni mechi kati ya Yanga na Fountain, na ni mechi ambayo Yanga walipata ushindi wa magoli 5-0. Na ni mechi ambayo Pacom akawa nyota wa mchezo. Alihusika katika matukio mengi, momenti nyingi alihusika katika ile mechi, kufunga, kutoa pasi za mwisho, kina Dube akawa anafunga, ndio kipiga Dube anafunga, ni kama gari limewaka kwa Dube na kina Clement Mzize. Kwa hiyo ili akachukua tuzo mara baada ya mechi kumalizika, na yeye ndo akawa nyota wa mchezo. Ikawa ni tuzo yake ya 3 kati ya 6. Lakini tuzo yake ya 4 ilikuwa ni mechi ya raundi ya 21. Yanga walisafiri kwenda Kigoma na walicheza na timu ya Mashujaa. Mashujaa ambayo ilikuwa ni ngumu kuwafunga magoli mengi katika uwanja wao wa nyumbani wa Lake Tanganyika. Mashujaa toka imepanda daraja. Mashujaa ilikuwa je kufungwa chini ya magoli 4 katika wao 3 katika uwanja wa nyumbani. Uwanja wao juu unamaanisha ni kufungwa juu ya magoli 3. Yani alizidi sana alikuwa ni Azam FC magoli 3 msimu uliopita ule. Hao ndio alikuwa magoli mengi. Lakini mara nyingi unafungwa wewe,
either unatoka suluhu ama sare ama utashinda lakini kwa margin ya magoli machache. Lakini kwa mara kwanza msimu akapiga magoli 5 katika uwanja wa nyumbani. Ya mechi ile Pacom akachukua tuzo ya nyota mchezo kwa tuzo yake ya 4. Tuzo ya 5 ambayo alichukua Pacom ni katika raundi 24 Tabora na Yanga katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Yanga walishinda magoli 3-0 na mara baada ya mechi akachukua tuzo yake ya nyota mchezo kwa tuzo yake ya 5. Jana tumeshuhudia mechi katika uwanja wa KMC Complex. Yanga walishinda goli 1-0 na bao pekee likifungwa na Pacom Zuzwa na akachukua tuzo Pacom Zuzwa. Kwa katika hii ligi toka imefikia mpaka raundi 26 hii Pacom amechukua tuzo hizi za nyota wa mchezo mara 6. Hiyo kwa upande wa Pacom. Na mpaka sasa hivi amefunga Pacom magoli 8 na ametoa pasi 9 za magoli. Ameshinda dakika 1297 na katika mchezo 22 ambayo yeye amecheza. Kwa hiyo amefunga magoli hayo kwa dakika hizo magoli 8 na pasi 9 za magoli. Kwa hiyo ukipiga pale mchango wake wa magoli kufunga na kutoa pasi utaona magoli hayo 17. Yes. Sawa. Ndani ya Yanga kabla hata tujakwenda kwenye ligi nzima. Pacom ndo mchezaji bora kwa tamba alizosema Simboranga. Kitakwimu kuna nyota ambao wamefanya kazi kubwa. Wakiwemo kina Prince Dube pamoja na kina Clement Nzize. Ndio. Kwa maana katika eneo la mchango wa mabao, kwa maana kwenye numbers tutaangalia kina Clement Nzize mabao 11, sima pia na Prince Dube mabao 11. Kwa maana katika entemu ya mchango wa mabao kitakwimu Pacom Zuzwa anafanyaje? Anazidiwa nao nyota kwa kiasi kikubwa. Lakini inapokuja katika eneo la kituzo binafsi, hasa man of the match na MVP, pengine ninaangalia namna gani ambavyo Pacom Zuzwa amejaribu kutengeneza uwepesi kwa wao wengine kupata hizo nafasi ambazo wamezipata. Unajua kuwa man of the match kwenye mechi sita na mechi 3 mfululizo sio jambo dogo. Na man of the match anaangaliwa namna gani ambavyo yeye binafsi ameweza kuifanya mechi kwenda na kwa matokeo chanya kwa timu yake. Umeona man of the match hawezi tu akaangaliwa kwa maana kwamba ameweka mpira kwenye kamba, lakini man of the match inawezekana ameichukuaje ile timu yake akaifanya kupata matokeo chanya. Unaona, na inapokuja katika swala la MVP tunapata picha kubwa sana kwenye eneo la MVP. Kama ni swala la kufunga mabao peke yake, basi yawezekana wangekuwa wanachukua MVP ni forward peke yake, yani striker peke yake wangekuwa wanachukua. Lakini tumeshuhudia kwenye ligi kuu ya NBC msimu kadhaa iliyopita alichukua yani Bangala. Unaona bana, lakini hata kwenye tuzo kubwa mbalimbali duniani pincha nyuma alichukua Juma Abdul. Yes, alikuwa ni beki wa pembeni na kuna kipindi hadi Mohamed Hussein ashakuwa ni MVP. Sasa ukiangalia, nafikiri hapa ni jambo la kuliangalia kwa makini. Uzuri mimi ninafuatia sana kwa maana ya kitakwimu ambazo zipo nje katika takwimu ambazo zinaonekana sana na watu wengine. Pacom Zuzwa ametengeneza nafasi za wazi kwa upande wa Yanga 66. Umeona? Ni katika eneo la offensive, katika eneo la kushambulia la Yanga, Pacom Zuzwa amekwenda kuamua nyakati ngumu kwa nyepesi kwa kiasi kikubwa sana. Na ni miongoni mwa viungo ambao wamepewa free room, yani ameachiwa uhuru kiwanjani kwamba wewe takata unavyotaka, cheza upande wa kulia, cheza upande wa kushoto, cheza katikati. Ameachiwa huo uhuru. Na yeye ndiye ambaye amebeba ubunifu wa timu katika eneo la kwenda kushambulia. Msimu uliopita backup alikuwa anapata kupitia kwa Stefan Aziziki kwenye kufunga mabao, lakini msimu huu amepewa ile room ya kuchakata na kulainisha pale ambako ni pagumu, si ndio? Yani yeye mimi naweza kumuita Pacom kama catalyst. Yani tazama katika mechi ngumu ambazo Yanga wanazipitia, anapokuwa uwanjani ndiye ambaye unamuona anafanyaje, anakuja kulia, anakuja kushoto, anakuja katikati, anajaribu kufanyaje kutengeneza mazingira mepesi kwa upande wa nani, kwa upande wa Yanga. Tazama kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Al Hilal katika mechi ya kwanza ya Ramovic Said. Sina mechi ya kwanza ndio na kumbusha wana Yanga hapa, Ramovic alikwenda kumfanyia hesabu Pacom Zuzwa. Unakumbuka uwanja ulivyo shout? Ulikataa kusema. Yaani uwanja ulimgeukia kocha kana kwamba anataka kumtoa nani sijui pale kiwanjani. Baada ya toke back pia kweli. Alionekana peke yake yeye ndiye ambaye amefanyaje? Amebeba ule uhai wa timu. Kwa hiyo inawezekana kinamba
Pacome Zouzoua amezidiwa na kina Prince Dube na kina Clement Mzize katika eneo la kufunga au pengine pia katika eneo la kutoa assist. Lakini yule ambaye ameibeba Yanga katika eneo la kwenda kufanya mashambulizi na kutengeneza huo ubunifu, na miongoni mwa nyota ambaye amebeba ile tunasema ile tactical plan kwenye eneo la kushambulia ni Pacome Zouzoua. Kwenye team unapaswa kuwa na team leader, sawa, unapaswa kuwa na game changer, unapaswa kuwa na game driver. Umeelewa? Katika watu watatu Pacome Zouzoua ni game driver mzuri sana, ambaye anaendesha mechi akiwa ni coach ya Yanga. Kuna mechi ambayo unajua kwa hii ni mechi ni ngumu. Mfano mmoja hai ni mechi dhidi ya Singida Black Stars Zanzibar. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu sana, ila kaenda kuiamua. Kwa unaangalia kwa maana kitakwimu kwa mwenendo ambao Pacome amecheza, miongoni mwa nyota ambao wamekimbia zaidi kiwanjani katika eneo la kushambulia ni Pacome Zouzoua. Sawa. Kwa maana ya chance created yuko namba 1. Kwa maana katika eneo la kufanya kukimbia zaidi kiwanjani yupo yeye. Kwa maana ya kuachia uhuru zaidi kiwanjani unamuona ni yeye. Kwa nikija kuzungumzia kitakwimu sitaumeka pale kwa sababu kuna watu wamemzidi takwimu, lakini kwa maana ya performance ya eneo moja na kwa Yanga pale alimzidi takwimu ni Dube pekee yake. Maana yake Dube amefunga magoli 11 na ametoa pasi 7 za magoli. Ukichanganya pale magoli 17 lakini naye mwenyewe 17 vile vile. Yes. Kwa wamelingana, ndio? Wamelingana. Kwa katika naona kwa Mzize pale yeye kafunga magoli 11 lakini Mzize ametoa pasi 3 za mabao. Kwa hiyo wawili Pacome na Dube ndio amechangia magoli 17. Lakini kuna watu ndio wanazungumzia katika eneo la kufanyaje la kufunga peke yake. Dube ni 18, maana 11 magoli, assist 7. 18. Maana nikwambia kwamba kuna watu wamemzidi pale, lakini katika eneo la kufunga mimi najaribu kuangalia kazi kubwa ambayo anafanya Pacome Zouzoua kwenye Costa Yanga. Unakuja kuangalia jinsi ambavyo amekuwa ni game driver, lakini kwenye mechi ya mpira ya miguu Simba Ulanga, kama wewe ni kocha, kuna nyakati ambazo mbinu zako huwa zinaweza zikakwama kiwanjani, si ndio? Unamhitaji mtu ambaye anaweza kafungua makufuli ya timu pinzani kupitia technical skills. Na ndio hapa naoja nizungumzie kitu kimoja. Ligi yetu sidhani kama tuna watu wengi ambao wana caliber Pacome ya kuwa na ile technical skills, technical ability peke, yani zile ability peke yake, technical skills. Unajua kuna tactical skills na kuna technical skills. Sawa, kwenye tactical unaweza kuona nyota wengi tu ambao wapo nazo, ila ile technical skills ability yake ni kubwa mno. Hapo unapoja katika eneo la football control, ball control, ball balance, ball brain, hizi bibi unazojua Simba Ulanga zipo tatu hizo. Ball balance, ball brain, ball technique. Sio, umeelewa? Pacome Zouzoua angalia anapocheza na hiyo technical ability yake ndio inamfanya Pacome kuonekana peke yake kwenye mechi ambazo yangu anakuwa ana mechi ngumu. Kama utakumbuka dhidi ya Al Hilal. Kwa nini anaonekana peke yake? Afanywe sub, watu wanashout. Ni kwa nini anaonekana peke yake? Ukimpa mpira mgumu na control kiwepesi, anakupa wenye pesi. Mpe mbaya akupe nzuri, si ndio? Itafute mechi ya Simba dhidi ya Yanga ili angao. Jinsi ambavyo alivyokwenda kufungua zile pattern za Simba. Yanga dhidi ya Azam FC kwenye zile mechi ngumu za pia hata Yangao Jamii. Nazungumzia vitu vyote vinamfanya aonekane zaidi yeye kiwanjani. So wanaomba man of the match sio kama wanakosea au wamebatisha, hapana. Sababu ukipeleka macho yako kulia kwa Yanga unamuona ameenda, kwenda kushoto unamuona anaenda, katikati unamuona ameenda. Angalia mabao ambayo ameenda kuyafunga Pacome Zouzoua. Hauwezi kumkuta Pacome Zouzoua amekwenda kufunga bao akiwa yuko ameanza kusubiria mpira. Angalia bwana jana alipotokea. Ni mtu ameenda kufuata mpira kwenda kupiga ile ila, si ndio? Tafuta mechi ambazo amekwenda kufunga Pacome Zouzoua, unamuona amechakata, ameingia ndani ameenda kufunga. Tazama assist zake. Nafikiri hapa pia tulizungumza ile jambo. Unajua kuna kutoa assist na kuna kuchakata assist kuwa ni nyepesi zaidi. Kutoa assist 9. Tazama ile mechi ya Mashujaa dhidi ya Yanga. Alivyokuwa anapunguza watu, anapunguza tikecha, anakuja anapiga ile cross. Kwa hiyo ni mtu ambaye hata assist zake hazina makando kando na mabao yake pia hana makando kando. Yaani kwamba ni mtu ambaye anakupa kitu ambacho kipo clean. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nikiangalia kwa performance ya Pacome ambayo ameonyesha msimu huu, ukiachana namba ambazo zinaonyesha katika eneo la kufunga, Pacome Zouzoua anastahili kwa MVP, ingawaje ana changamoto, yani ana ushani mkubwa. Pia uwezo kuacha ushani ambao upo kwenye ligi kuu msimu huu. Hauwezi kaacha kwa nyota wengine ambao wapo Simba, wapo Azam, wana performance nzuri sana. Lakini kwenye kikosi cha Yanga ukilinganisha kwa mujibu wa swali la mwenyekiti hapa,
Pacome Zouzoua mimi nampa maua yake kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hata hizo numbers za Dube na Clement Mzize zimechangiwa pia na huo uwezo ambao anaofanya Pacome. Kwa hiyo kwangu mimi lazima nimpe maua yake msimu huu, na amevuka takwimu zilizopata msimu uliopita. Ameshazivuka. Kwa hiyo msimu huu anaendelea kuonyesha progression. Kuna watu wengine ambao wamestack. Miongoni mwao ni Stefan Aziz Ki. Sasa amestack. Yeye anaonyesha progression. Kwa kuna muda pia lazima uangalie kwamba huyu mtu kiwango chake kinaenda faje, kinapanda. Umeona? Kwa hiyo kwangu mimi Pacome Zouzoua nimemzungumza kwa namna ambavyo nimemshuhudia msimu huu, ama kwa hakika ukimleta katika mizani kwenye kosa Yanga, kuna namna ambayo amefanya Yanga cooperate katika eneo la offensive kwa kiasi kubwa. Hata ukimcompare na mchezaji mwingine wa timu nyingine, unakuja kuona mikoba ambayo anayo Pacome Zouzoua inawezekana ni mikubwa kuliko ambao wanao watu wengine. Kwa hiyo lazima uweze kuappreciate kile ambacho amekifanya, na ndio maana yeye ndio ambaye anaongoza kwa kuwa man of the match msimu huu, akachukua mara 6, ingawaje hajapata tuzo yote ya mchezaji bora wa mwezi. Simenelewa. Inawezekana kwa sababu ndio hiyo, sababu mara nyingi watu wanaangalia ambao wanafanyaje, wanafunga, si ndio? Lakini kuna mechi ambayo Pacome kachukua man of the match akiwa hajafunga, ametoa assist na amechakata mabao mengi pale kwenye hiyo mechi. Kwa hiyo ukipata hiyo picha, nakupa picha kwamba huyu mtu anafanya kazi kubwa kiwanjani, kitu ambacho huwezi kumbeza kwa sababu labda pengine ana namba labda afungi sana, au labda kuna watu wamemzidi namba, au kuna watu labda wamefanya hizo goal involvement nyingi zaidi. Lakini lazima uingie deeply, uangalie kwa nini timu ina nuru. Nafikiri ukipata hilo jibu Simba Langa, kwa nini Yanga ina nuru, nani ambaye anawasha hiyo taa kwenye eneo la kushambulia, utapata picha. Na Michael, kuna kocha mmoja anaitwa Marcel Bielsa anasema anasema kwamba kwenye timu yako kiwanjani pale, sawa, unaweza kuwa na finisher mzuri, unaweza kuwa na back mzuri, unaweza kuwa na goalkeeper mzuri. Lengo la mpira wa miguu ni kufunga, si ndio? Sasa mtu mmoja ambaye unapaswa kuwa naye ni mtu ambaye anaweza akachakata urahisi wa kwenda kufunga, sawa? Yani kwenye neno la kiungo unapaswa kuwa na tenka mzuri, hata kama punda atachukua mipira, lazima awe na mtu kumpasia pasi. Lazima kuwe na connector. Pacome Zouzoua ni connector baina ya Aucho, Mudathiri haya, Buruki Abuya na kina Dube, Mzize, kina Aziz Ki. Pacome Zouzoua ndiye connector. Sawa, kwa lazima uwe na connector kwenye mechi, sababu mpira wa miguu una zoni 3, si ndio? Kushambulia, kiungo na kushambulia, si ndio? Katika eneo la kiungo hili kuna watu ambao wanapaswa kuwa connector wa timu kwenda kushambulia. Kwa Pacome Zouzoua nimemtaja kwamba ni game driver, lakini sasa hivi nasema kwamba ni connector baina ya eneo la kiungo, eneo la ulinzi na kwenye eneo la kushambulia. Kama unamkosa connector, ni ngumu kuunganisha hizo nyaya za wewe kwenda kufunga. Kwa hiyo ukichukua hizo takwimu ambazo anazo kwenye eneo la chance created 66, sawa, key pass zaidi ya 45 msimu huu ambazo amezitoa key pass, sio, umeelewa? Isababu ana drive match, huyu mtu ni connector na ni game driver. Kwa hiyo ukimwingia ndani zaidi, unapata picha kwamba kuna namna ambavyo Yanga imeendelea kuwa na nuru zaidi, kwa sababu kuna mtu ambaye anakwenda kufanyaje, kuna kuyashata. Na ukiangalia kwa mechi ambazo Yanga wanamkosa Pacome, unaona kuna kitu ambacho akipo sawa, mbona kama kuna kitu akijaenda sawa. Na kuna mechi ambazo akiwa kwenye chini ya mechi, yani hayupo kwenye mechi nzuri, pia unaona kuna mlima ambao Yanga wanakwenda kupanda, umeona? Kwa hiyo anapokuwa katika siku yake njema, unaona leo Yanga inacheza vizuri, kumbe kuna mtu ambaye anafanyaje, anajua. Nafikiri watu ambao kwenye bench wanajua ambacho nakizungumza. Kuna kitu ambacho nafikiri safari imekuwa tofauti, na ndio maana unaweza kuona kuna kitu vingi ambavyo wamefanya. Kwa mfano katika wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi ndani ya Yanga mpaka sasa, na amekuwa na ule muendelezo, moja hapo ni yeye. Manake mpaka sasa hivi katika wachezaji ambao unajua mpaka sasa hivi katika ligi kuu imeenda katika mizunguko ile ama raundi ya 26 mpaka sasa hivi, kwa mujibu wa, nitakupa siri kwa nini, unikumbushe nikupe siri kwa nini amecheza mechi nyingi pia msimu huu, na amecheza mechi Yanga mpaka sasa hivi wamecheza michezo 24, yani mpaka sasa michezo 24, maana yake raundi 24 ambazo Yanga wamecheza mpaka sasa hivi. Ndio kuna baadhi ya timu raundi 25, lakini kwa Yanga kama Yanga wamecheza raundi 24 na wamesalia na michezo 6 ili ligi wakamilishe. Katika michezo ambayo Yanga 24 wamecheza, yeye Pacome amecheza michezo 22. Yani katika michezo 24 amekosa mechi mbili tu. Lakini mwingine ni Prince Dube na Clement Mzize, wao michezo 23.
Kwa hiyo amekosa mechi moja tu kati ya 20. Lakini msimu uliopita Pacome ama key assist alikuwa ni alipiga pasi 8 za magoli. Ambaye alikuwa ni Stefan Aziz Ki. Msimu huu ndo amepiga pasi 9 za magoli. Kwanza yeye ndo mchezaji ambaye Pacome ameongoza kupiga pasi nyingi za magoli assist. Yani hakuna mwingine zaidi yake. Mpaka sasa hivi katika msimu uliopita na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ana pasi 9 za magoli na amefunga magoli 8. Maana yake amechangia magoli 17. Maana yake mchezaji ambaye ukiangalia licha kwamba amekuwa anafunga lakini amekuwa msaada kwa wengine kuweza kufunga hayo magoli na ndio maana mpaka sasa hivi pengine amesaidia Yanga kufunga magoli mengi katika ligi. Ndio timu imefunga magoli mengi kushinda timu yote, magoli 62 tofauti ya goli 10 na mpinzani wake ambaye anamfuatia chini ambaye ni Simba ambaye kasijia magoli 10. Kwa nafikiri kitu ambacho kwa upande wa Pacome amekuwa na reflect mchezo kutokana na ubora wake. Lakini kuna kitu okay, utaka kuongezea hapo cha msingi zaidi. Nafikiri nyenzo kubwa ambayo Pacome inabeba msimu huu fitness level ya kuwa fit. Ndio Unaona kwenye mtandao ya kijamii anavyopost anafanya mazoezi binafsi. Ni moja kati ya mtaji mkubwa wa mchezaji kuwa imara zaidi ni kuwa fit. Na tumeweza kuona anapopostigi pia anafanya mazoezi kwa kasi kwa peke yake ili individuality ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo na msimu mmoja hajapata changamoto kubwa sana ya majeraha. Kwa nini? Yuko fit. Kwa kama utakuwa bora lazima uwe fit. Ili hizi technical abilities zako zionekane lazima uwe fit. Kwa hiyo hii ni moja wapo ya silaha ambayo Pacome inambeba sana msimu. Lazima uwe fit ili uweze kuwa na uwezo wa kuendana na tempo ya kila mechi ambayo unacheza. Kwa hiyo hii ni pia ni funzo kwa nyota wengine ambao wanaojua mguuni lakini wako fit. Changamoto kidogo tunashangaa yuko nje ile wiki 3 wiki 4 lakini Pacome Zouzoua msimu huu ameweza kufanyaje overcome hizo challenge sababu yuko fit, anafanya mazoezi binafsi, anafanya fit vizuri gym